الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake nyingi ambazo ametuneemesha nazo, ukiwemo neema hii ya Uislamu, kadhalika neema siha wal afia. Ndugu zangu katika imani, tuendelea kukumbushana, kwa sababu nafsi ni nyepesi na haraka sana kusahau, na katika misingi muhimu sana katika dini yetu ni msingi wa kukumbushana na kuelekezana na kunasihiana kila wakati. Na sisi tumehimizwa sana waumini kupeana nasaha na kuelekezana kila pale tunapokutana. Tunaendelea kutumia wakati huu baada salati al-fajr kukumbushana katika masaili mbalimbali ambayo yana faida kwetu sisi katika dini yetu, kadhalika na dunia yetu. Na ukizingatia sisi tumo katika masiku muhimu sana, masiku haya ambayo tunayaishi ndani yake ni masiku ambayo yana utofauti wa kipekee na masiku mengine yasiyokuwa haya. Haya sio masiku ya kawaida, bali sisi tunaishi katika msimu muhimu sana katika maisha ya Muislamu. Ramadhani min a'zami mawasim au al-mawasim allati fatahaha Allah ta'ala lil-maghfirah, ni katika msingi mkubwa sana katika ile misimu, au ni katika msimu mkubwa sana katika ile misimu ambayo Allah ameyafungua kwa ajili ya kutoa msamaha. Na hili kama bashara bidhalika an-nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama vile alipotoa bishara kwa hilo mtume wa Allah aliposema, man sama ramadana imanan wa ihtisaban, yeyote ambaye ataufunga mwezi wa Ramadhani akiwa na imani, kadhalika na anatarajia malipo katika ibada yake hiyo, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yeye anasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Kadhalika bishara hii ya maghfira inaonekana katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliyosema, man qama ramadana imanan wa ihtisaban, yote ambaye atasimama katika masiku haya ya mwezi wa Ramadhani, kisimamo cha usiku akiwa ana imani yeye, kadhalika akitaraji yeye ujira katika ibada yake hiyo, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, anasamehewa yeye katika madhambi yake yaliyotangulia. Kadhalika bishara hiyo hiyo pia tunaiona katika kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposema, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, yeyote ambaye atasimama usiku akaswali na usiku huo ukaafikiana ukawa ni katika ule usiku wa lailatul qadr, akawa yeye ana imani ya kweli,
na anategemea ujira kwa Allah kwa ibada yake hiyo, ghufira lahu taqaddama min dhanbi, anasamehewa yeye dhambi zake zilizotangulia. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, fataha Allahu ta'ala Ramadana liyakuna fursatuka litahsili tilka almaghfira. Allah ameufungua mwezi wa Ramadhani ili upate kuwa ni fursa yako wewe Muislamu, fursa hii ili uyafikie ule au ufikie ule msamaha wa Allah, upate msamaha wa Allah. Na hili kama vile wanavyosema ulamauna rahmatullahi alayhi, man lam yughfar lahu fi Ramadhan famata yughfar lahu. Hivi wewe unadhani ikiwa mtu hatosamehewa ndani ya mwezi huu wa Ramadhani, kuna mwezi gani mwingine ambao yeye atapata msamaha? Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi sahihi akasema, wa rahima anfu rajulin, amekula hasara na ameondoka patupu mtu, dakhala alayhi Ramadhanu, imemfikia yeye mwezi wa Ramadhani, thumma insalaha qabla an yughfara lahu, kisha mwezi ule ukamalizika kabla yeye hajapata msamaha. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema tena, wa man adraka Ramadhana falam yughfar lahu, na yeyote ambaye ataudiriki mwezi wa Ramadhani kisha asipate msamaha, dakhala an-nar, mtu huyu ataingia motoni, kwa sababu hakuna tena fursa nyepesi na laini ya kupata msamaha kama mwezi wa Ramadhani. Fa ab'adahu Allah wa ashaqahu, tena mtu huyu Allah amweke mbali. Wakati hii ni hadithi ambayo imekuja, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliomba dua Jibril, naye akatakiwa aitikie. Jibril akamwambia qul amin, sema amin. Mtume anasema faqultu amin, nikasema ewe Allah itikia dua hii. Yani Jibril anaomba yeye dua yule ambaye atafikiwa na mwezi huu wa Ramadhani kisha ukamaliza mwezi huu hajapata msamaha, Allah amweke mbali na yeye. Alafu khairul bashar aminu man fi samawati wa man fi, anaitikia amin. Unadhani mtu huyo atakuwa na baraka gani katika maisha yake? Atapata msamaha gani akikosa msamaha katika mwezi huu? Ndugu zangu katika imani, ikiwa Ramadhani masiku haya Allah amewekea kila aina ya sababu ya kuwapa msamaha waja wake na kuwazidishia ujira mkubwa katika yale matendo wanayoyafanya, mashehe na ulama wanaandika sana katika vitabu vyao kwa kusema, tukiangalia leo na kufuatilia zile hali ambazo zimefungamanishwa na kuyapata msamaha, mbona tunakuta wengi katika Waislamu baada ya kumaliza mwezi wa Ramadhani hakuna ishara na alama ya kuona wao kwamba walipata msamaha katika mwezi wa Ramadhani. Kwa nini? Kwa sababu wanasema najid annahu ma yantahi Ramadhan hatta yarji'a an-nasu ila aswa mimma kanu fihi, haikaribi au haimalizi tu mwezi wa Ramadhani, isipokuwa sisi tunawakuta watu wanarejea haraka katika ile hali waliokuwa nayo au hali mbaya zaidi kuliko ile waliokuwa nayo kabla ya Ramadhani.
au ndani ya Ramadhani. Wanasema mbona sisi tunawaona wengi katika Uislamu wanaingia katika mwezi wa Ramadhani, wanafunga, wanaswali, lakini thumma yarji'una ila taksir, mwezi wa Ramadhani ukimalizika wanarudi kule kule katika kuzembea katika ibada, wakaannahum lam yusallu. Bali ukiwaangalia Waislamu mwezi wa Ramadhani tu ukimaliza siku ya kwanza tu, kama vile wale hawakuwa, sio katika wale waliokuwa wakiswali sala ya tarawih, si katika wale ambao waliokuwa wakiswali salatu tahajjud, si katika wale ambao walikuwa wakiswali salatu witr, wakaannahum lam yusallu. Wallahi, ukiangalia hali za wengi katika Uislamu mwezi tu wa Ramadhani ukimalizika, unajiuliza hawa ndio wale ambao tulikuwa pamoja katika swala ya tarawih? Hali yao imerudi kama mwanzo. Wakaannahum lam yaqumu, kama vile wao hawakusimama usiku katika mwezi wa Ramadhani. Wakaannahum lam yatasaddaqu, kama vile wao si katika wale ambao walitoa sadaka. Walam yasumu, ni kama vile yani ukiwaangalia hali zao kama walisiwa hasa wale ambao tulikuwa tukifunga pamoja katika mwezi wa Ramadhani. Wakaannahum lam yaqra'u al-Qur'an, ukiangalia hali zao utaziona mbona zimerudi katika hali kama ile ya mwanzo walipokuwa katika mwezi wa Shaaban na Rajab na mingineo, si wao kabisa. Sasa ulama wanaandika swali kwa kuuliza swali ambao wanasema yu'arriqul mar'u, linapasa mtu limkoseshe yeye usingizi. Wanasema hal hadha alhal huwa halu man kharaja min Ramadana wa qad ghufirat dhunubuhu wa umtiqa min an-nar? Hivi Muislamu aingie katika mwezi wa Ramadhani kisha mwezi tukumaliza wa Ramadhani arudi katika hali yake ile ile kama aliyokuwa nayo mwanzo kabla ya kuingia Ramadhani, au katika hali mbaya zaidi? Hivi hali hii ndiyo hali ya yule mtu ambaye amesamehewa dhambi zake? Hivi hali hii ndiyo hali ya yule mtu ambaye ameachwa uhuru na moto? Masabab alladhi ja'ala an-nasa yakhrujuna min Ramadan kama dakhalu fihi au aswa, sababu gani inayowafanya watu wakatoka katika mwezi wa Ramadhani kama walivyoingia? Hakuna mabadiliko yoyote katika maisha yao, hakuna mabadiliko yoyote katika imani zao, hakuna mabadiliko yoyote katika vitendo vyao, au wakati mwingine unakuta hali zinakuwa mbaya zaidi. Wanauliza kwa kusema masababu alladhi ja'ala an-nasa la yakhrujuna min Ramadan bil maghfirah. Hebu tukae tujiulize, kwa nini, sababu gani inayowafanya watu, inayowapelekea watu wakatoka katika mwezi wa Ramadhani wakawa wao hawajasamehewa? Sasa kwa sababu hii kuna haja kubwa sana ya sisi kukumbushana, kwanza kabisa kufahamu qimatul maghfirah. Inawezekana kwa watu wafahamu hii thamani ya msamaha, watu waifahamu. Inawezekana kwa watu wafahamu sababu zinazowapelekea wao kupata msamaha, lakini ipo haja kubwa kwanza tunatakiwa jitathmini. Sisi tumefunga Ramadhani ngapi tokea tupate ufahamu wetu? Je, kuanza kuingia Ramadhani mpaka kumalizika kuingia katika masiku mengine yasiyokuwa ya Ramadhani, Ramadhani inaacha athari yoyote katika imani zetu? Ramadhani inaacha athari yoyote katika ibada zetu? Ikiwa la, hapana, basi tufahamu kwamba sisi tunaingia katika mwezi wa Ramadhani kisha tunatoka, hatumo katika wale ambao wamepata msamaha wa Allah, kwa sababu aliyepata msamaha wa Allah yeye huwafikishwa kuidumisha toa aliyokuwa akifanya katika mwezi wa Ramadhani, huwafikishwa kupata kuacha dhambi aliyoiacha katika mwezi wa Ramadhani na miezi mingine hataifanya. Ikiwa kuna dhambi nyingi ambazo tunazifanya nje ya Ramadhani,
Ukiingia mwezi wa Ramadhani tunaweza kujizuia kutokuzifanya dhambi zile, kisha ukimaliza tu mwezi wa Ramadhani tunazirudia tena. Sisi hatumo kabisa katika lile kundi la wale ambao wameambiwa wao wamepata msamaha. Kwa lazima tufahamu kwanza nafasi, thamani ya msamaha. Sababu gani zinazopelekea mtu akapata msamaha? Mtu ambaye amepata msamaha katika mwezi wa Ramadhani, hali yake inakuwaje? Alama gani ambayo ipo kwa mtu ya kuonyesha kwamba yeye alipata msamaha baada ya kumaliza mwezi wa Ramadhani? Mimi katika wakati huu na ndani ya masiku haya ambayo tunaishi nayo, nataka tuyatumie kwa kukumbushana, kusomeana baadhi ya maneno ambayo yamekuja kuhusiana na maghfira, msamaha, pamoja na umuhimu wa maghfira, umuhimu wa msamaha katika aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Na tunatanguliza haya ili wale watu wenye imani, hata kama ni ndogo, iwabainikie wao qimatal maghfira, thamani na nafasi ya msamaha, ili pengine huenda wakishafahamu wakawa ndio lengo lao kubwa ambalo wanalifukuzia katika masiku haya, ndiyo jambo muhimu ambalo watalipa kipaumbele, ndiyo kitu ambacho watafanya bidii na jitihada kwa ajili ya kulifukuzia na kupata msamaha huu. Inawezekana ikawa tunasomeana na tunasomewa hadithi ambazo zimekuja kutaja mtu akifanya kadha anapata msamaha, lakini huo msamaha wenyewe hatufahamu. Huenda tukifahamu msamaha nini na umuhimu wake, sasa tukawa na bidii na jitihada kubwa, tukatoa nafsi zetu, tukatoa mali zetu, tukatoa wakati wetu ili tuupate huo msamaha na kufaulu kwa kukubwa. Ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an ana maneno, anasema katika sura al-Baqara aya ya 221, wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'ithnihi. Allah yad'u ila al-janna, anawaita wanadamu waelekee kwenye pepo, wal maghfira, na wauendee msamaha biidhnihi, kwa idhni yake. Undhur, fahuwa subhanahu yad'u ibadahu ila al-maghfira. Allah anawaita waja wake kwenye msamaha. Allah anatuita sisi ambao tumechafuka na madhambi. Allah anatuita sisi ambao ni waovu. Allah anatuita sisi ambao tuna kasoro nyingi katika kumwabudia yeye. Anatuita, anasema qad jaa waqtul maghfira. Fahamuni ni wanadamu, huwapa sasa wakati wa kupata msamaha umeshafika. Halumu ila al-maghfira, Allah anatuambia sisi njoni kwenye msamaha. Halumu ila ma yanfa'ukum, njoni kwenye kile ambacho kitakunufaisheni nyinyi. Halumu ila najatikum, njoni nyinyi kwenye kufaulu kwenu fil ula wal akhirah, kwenye maisha haya dunia na maisha ya akhirah. Allah anatuita sisi, wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirah. Allah anawaita waja wake njooni kwenye msamaha. Halumu ila ma yukaffiru sayiatikum, Allah anatuambia sisi njooni kwenye yale ambayo yatakupatieni nyinyi msamaha kwa makosa yenu, hatta takunu ahlan limujawarati rabbikum fi jannatihi, ili mpate kuwa nyinyi mupo karibu na pepo, mupo karibu na Allah Mola wenu kwenye pepo yake. Ndugu yangu Muislamu, unamjua anaita huito? Unamfahamu wewe? Faddaa ila hadhihi al-maghfira huwa Allah. Allah ndiye anaita waja kwenye msamaha.
wakafa bitilka da'wa an nastajiba la. Wallahi inatosheleza kwa wito huu sisi tuitike kwa nyoyo kunjufu, wallahi tuitike kwa haraka sana. Wallahu yad'u ila aljannati wal maghfirah. Taamal hadhihi alaya, ndugu Muislamu, hebu izingatie vizuri hii aya. Wallahu yad'u ila aljanna wal maghfirah, Allah anaita watu waende katika pepo yake, waende katika msamaha wake. huwa subhanahu wa ta'ala yad'una ila al-maghfirah. Nahnu nuwalli dhahrana laha. Huyu hapa Allah anatuita sisi tuelekee kwenye msamaha. Wallahi sisi tunampa mgongo msamaha, tunampa mgongo, hatutaki. Wanafadhilu alaiha ad-dunya wal mal wash-shahawat, tunafadhilisha, tunaacha msamaha wa Allah, tunafadhilisha dunia, tunafadhilisha matamanio ya nafsi zetu, tunafadhilisha mali. Huwa subhana yad'una ila al-maghfirah. Huyu hapa Allah sisi anatuita tuelekee kwenye msamaha. Wa nahnu nufaddilu alaiha an-nawma, sisi tunafadhilisha usingizi kuliko msamaha wa Allah. Hadhihi al-ayyam, masiku haya ni masiku ya mtu kuyatumia kwa ibada kwa wingi kuliko kulala. Wa min al-gharaib, na katika mambo yenye kustaajabisha, wamkuta Muislamu mchana muda mwingi anaotumia kulala, usiku muda mwingi anaotumia kulala. Inastaajabisha. Alam yasma qawla Allah ta'ala, hivi mwanadamu huyu hajaisikia kauli hii ya Allah, wallahu yad'u ila al-janna wal maghfirah? Allah anaita watu kwenye pepo na msamaha. Kauleta mwezi huu Allah kwa ajili yako wewe, akupe msamaha kwa madhambi mingi ambayo umeyafanya tiwala mwaka mzima. Leo Allah kukuletea msimu maalum, leo anataka kupe wewe msamaha na anakuita kabisa, njoo nikusamehe. Sisi tunaona katika maisha yetu ya kawaida haya tunayoishi, ukiingia msimu fulani watu wanajiandaa na wanafunga kama. Wallahi niangalieni katika msimu ya karafuu, angalieni katika wale wavuvi wanaovua, ikifika ile misimu ya kupatikana samaki kwa wingi, wanafanya vipi? Wanasafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, piga kambi, hakuna kulala, kwa sababu wanafahamu hichi ni kipindi cha mpito. Huu ni wakati wa kupatiza. Ukimaliza msimu huu, kikimaliza kipindi hichi, ikiwa tumepata, tumepata kweli, na ikiwa tumekosa kweli. Kwa hiyo wajitahidi katika lile wanalotafuta, hawalali. Sisi mwezi wa Ramadhani, mwezi mmoja, mwezi ambao Allah anayasifu masiku haya kusema ayyaman ma'dudat. Msione nyinyi kama masiku haya ni mengi, masiku haya ni machache sana, kwa sababu yanamaliza kwa haraka. La natahammal, tunashindwa kuvumilia kuyapatiza masiku haya, usiku wake na mchana wake, katika ibadati mbalimbali, ili tukaufikia ule msamaha wa Allah, ili tukaupata ule msamaha wa Allah ambao sisi Allah anapita wanadamu. Bado tunafadhilisha uvivu kuliko msamaha wa Allah, tunafadhilisha taswif, nitafanya. Na katika ulama wa Uislamu, katika vitabu vyao wakiwa wanaandika, wanasema katika sababu ambazo zinawapelekea Waislamu wa leo kutokunufaika na mwezi wa Ramadhani, ni moja ya hizo ni ataswif, kwamba nitafanya tarawih, nitaanza Ramadhani ya kesho, wakati leo yuko Ramadhani ya 5. Hapana, imefika ya 5, nitaanza kesho kutwa. Qiyamul layl, asema nitaanza na 10 la mwisho, nitaanza kusoma Qur'ani, anasoma safha moja, sema ikifika 10 la kati nitasoma
nitaanza kusoma juzu moja. At-taswif ni maradhi mabaya ambayo yanamfanya Muislamu awe mzembe katika ibada na taati mbalimbali. Yani Muislamu kitu taswif hakitakikani kabisa kwake, nitafanya. Bali Muislamu anapatiza fursa, ikija tu hapo yanapatiza. Ikiwa ni wakati wa salatu duha, jua tayari limeshachomoza na ule wakati wa katazo umeshamalizika, hapo yeye ananyanyuka, sasa nitaswali saa 5 wala saa 4, kwa sababu hujui wewe kuna kitu gani kitaingia baina yako wewe mpaka wakati wa kumaliza salatu duha ukakosa kuswali swala. Akipata fursa, hata kama yeye yuko stendi ya gari anasubiri gari iondoke, anafungua msahafu wake au simu yake, anasoma Qur'an. Hasemi nitakwenda kusoma Qur'an nikifika nyumbani. Akipata fursa ya kumtaja Allah, hapo yeye, hata kama yuko kazini, mama yuko jikoni anapika, hapo yadhkuru au tadhkuru rabbaha, anamtaja Mola wake. Akiwa njiani anatembea na kwenda kazini, ulimi wake hauachi kuwa na majimaji bidhikrillah, kumtaja Allah. Sio nitafanya, nitaanza, hapana. La tufaddil taswifa ala al-maghfira. Wacha wewe Muislamu usifadhilishe nitafanya ukaiweka mbele ukasahau msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Madha nantazir, tukizama katika imani, sisi tunasubiri nini? Wa huwa yad'una ila al-maghfira, na yeye Allah anatuita tuelekee katika msamaha. Wa nahnu na'ridu anhu, sisi tunampuuza Allah. Wala nalqi lahu bala, hatumjali Allah, anatuita sisi, hatujali wala hatuthamini wito wake. Wa na'khudhu bil amri bihadha ad-dhaf, tunazembea kiasi chote hichi, tunadhini wito huu tunauchukulia kwa uzembe na uvivu wa kiasi chote. Wallahi Muislamu, mpaka leo hujaanza kusali swala tarawih, mpaka leo wewe swala 8 raka 8 zinakushinda au 11, mpaka leo wewe unashindwa kukamilisha juzu moja kwa siku. Shughuli gani kubwa ulizonazo na kwa wakati gani mkubwa unaotumika kwenye kusoma juzu moja? Wakati gani wewe ni mzito wa kusoma Qur'an? Wallahi lisali moja hadithi, lisali moja tena wewe ndio mzito. Lakini kwa kisomo cha kawaida, tena kile kidogo ambacho hakina haraka basi kwa wingi nusu saa tayari kuzusha. Basi wewe masaa 24 ya siku unashindwa kutenga saa moja kusoma juzu moja wewe kwa kila siku. Alal basi mwezi wa Ramadhani unamalizika, umemaliza wewe msaafu, alal unashindwa ndugu yangu Muislamu. Sasa ikiwa hili linakushinda, basi fahamu wewe ni katika wale ambao wanaupuuza wito wa Allah. Wallahu yad'u ila aljanna, Allah subhanahu wa ta'ala anawaita waja wake kwenye pepo na anawaita waja wake kwenye msamaha na maghfira. Tuzama katika waqad yassara Allah ta'ala li ibadati asbab at-tahaqquq bil maghfira fi Ramadan. Wallahi Allah amewepesisha sana katika ibada sababu za kupata msamaha kwenye mwezi wa Ramadhani, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wa sallam, idha jaa Ramadan futihat abwabul janna, idha Ramadhan ikifika milango ya pepo yote inafunguliwa. Wa ghulqat abwabun nar, na milango ya pepo ya moto pia inafungwa. Wasufilat ash-shayatin, mashaitani makorofi wale wanaomwamrisha mwanadamu uovu, wale mashaitani wakorofi wote wanafungwa. Kwa nini? Kwa sababu ya kuitwa wewe asbabul maghfira. Kwa nini milango ya moto imefungwa? Kwa sababu ya kuitwa wewe asbabul maghfira. Kwa nini milango ya pepo inaachwa wazi? Kwa sababu ya kuitwa wewe asbabul maghfira. Yote upate wepesi wewe katika kufanya taa, upate wepesi wewe katika kufanya ibada, ili ule msamaha upate. Uzangu katika imani, hebu tujitahidini katika mwezi wa Ramadhani, tusiyaishi masiku haya kama tulikuwa tukiishi masiku mengine kabla ya Ramadhani. Haya masiku yana thamani kubwa, dakika zake
sekunde zake zote zina thamani, bali ile pumzi ambayo wewe unapumua na ile ambayo wewe unaivuta ndani ya mwezi huu ina thamani kubwa sana. Kila wakati tukiwa tunaishi, tunakwenda kazini, tunafanya hichi na kile, hebu tukumbuke thamani ya siku. Wallahi usikubali hata dakika moja wewe kupita katika ibada. Inawezekana ikiwa wakati huo kwa sababu ya kazi zako unashindwa kufanya ibada qawliya, basi ibada fi'liya, fanya ibada qawliya, itafakar, istighfar kwa wingi, addu'a, ili wewe uwe kila wakati unaingia katika waja wa Allah ambao wanafanya ibada, na kwa hilo uende kupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Leo inshallah tuishi hapa, kesho tutakuja kuona pia hadithi nyingine ambayo imekuja kuonyesha zile sababu zilizowekwa katika ibada za kufikia Uislamu, msamaha wa Allah kwa wepesi sana. Inshallah tuishi hapa. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum.